Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe na tumsifu Yesu Kristo. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Siku nyingine tena Mungu ameifanya, na Mungu ni mwaminifu sana. Ameendelea kutulinda, kututunza, lakini ameendelea kutubariki. Nataka nitafakari na wewe ujumbe huu wa amani kutoka kwenye maandiko matakatifu, kutoka kile kitabu cha kwanza cha Samueli ile sura ya 17. Angalia ule mstari wa 40. Maandiko yanasema juu ya habari ya mawe matano ambayo Daudi alikuwa amechukua kwenye kile kijito akienda na fimbo na kombeo. Yale mawe matano yalikuwa maandalizi kwa ajili ya kumpiga Goliati, lakini jiwe moja tu ndilo lililotumika. Mtumishi wa Mungu, ujumbe nao kuletea kwako siku ya leo ni kwamba Mungu hahitaji mambo makubwa ili kufanya mambo makubwa. Anahitaji jambo dogo ili kufanya mambo makubwa. Mungu alihitaji jiwe moja tu kutoka mkononi mwa Daudi ili kumwangusha Goliati aliyekuwa na mambo mengi. Goliati alikuwa na sifa kubwa sana. Goliati alikuwa anaogopwa na jeshi zima la Israeli. Lakini angalia, Daudi mmoja akasimama kumwangusha Goliati ambaye alikuwa ni mkubwa, alikuwa na sifa na sifa nzuri kabisa. Na wana wa Israeli ambao walikuwa ni timu kubwa sana ya askari wenye mafunzo na uzoefu walishindwa kumwangusha Goliati kwa muda wa siku zile ambazo walikuwa wanapigana naye. Mtumishi wa Mungu, nini unaweza kujifunza? Wakati mwingine tunaweza tukawa tumetindikiwa, tumeishiwa imani. Tunaona imani yetu ni dhaifu, kwa hiyo tunahitaji tupate imani kubwa zaidi ili tuweze kushinda yale tunayopitia. Lakini tunaweza tukaishiwa katika kila jambo, tukaishiwa katika hali ya uchumi, tukaishiwa pengine furaha, tukaishiwa amani, lakini tukapoteza vitu vingi katika maisha, tukadhani kwamba hapa tumefika mwisho. Lakini Mungu anahitaji jambo moja tu ili kufanya mambo mengi. Mungu anahitaji imani yako hata iliyo ndogo kama punje ya haradali ili kufanya mambo makubwa, ili kuleta uponyaji, ili kuleta nafasi nyingine ambayo unaitamani utoke hapo kwenda hatua nyingine. Mungu hahitaji vitu vingi. Imani wakati mwingine inapopungua, tunadhani kwamba Mungu atuone, Mungu atufikirii. Lakini imani inapopungua pia Mungu anatujalia na kutuongezea imani mpya. Daudi alikuwa kijana mdogo, alikuwa na uzoefu wote katika mambo ya vita. Ni kweli alikuwa ni mchungaji, alikuwa anachunga kondoo babake, na alipokuwa anamwendea Goliati, alipokutana na Sauli akamwambia, mimi mtumishi wako nimepigana vita vingi, lakini alitaja dubu, vita vya dubu na simba. Lakini kumbe Mungu alikuwa anatumia vile vita kumwandaa kwa ajili ya vita kubwa ya kupigana na Goliati. Kumbe inawezekana hata katika mapito yako, magumu yako, Mungu anakuandaa kwa ajili ya neema kubwa zaidi. Leo unaona unasemwa, leo unaonekana pengine ulipo pale kama nafasi yako au stahili unahitaji uinuliwe uende mahali pengine. Lakini Mungu wakati mwingine anatumia hata maumivu yetu kutuandaa kwa ajili ya neema kubwa. Endelea kuvumilia pale ulipo, endelea kumwamini Mungu, endelea kutembea katika imani, lakini endelea kutembea katika tumaini kwamba Mungu anatenda hata kama sioni leo, hata kama sijaona chochote kinatokea, lakini katika ulimwengu usioonekana kuna jambo kubwa Mungu anatenda kwa ajili yako. Mungu alikuwa anamwandaa Daudi. Hata ndugu yake Eliabu alipokuwa anajaribu kumzuia, kitu ambacho utajifunza pia kutoka kwa Daudi. Angalia namna hata unavyosema na watu katika mazingira ambayo unataka kuliendea jambo moja kubwa sana kwenye maisha yako. Angalia namna unavyozungumza na watu unapotaka kufungua biashara yako, unavyozungumza na watu unapotaka kuingia kwenye mahusiano, unapotaka kuingia kazini, au unapokuwa kazini unatafuta kupanda cheo, au kwenye maisha yako tu ya kawaida ya siku zote. Angalia, kuna watu wengine wanakupelekea maneno ya kukuumiza ili kuzuia kile ambacho unakiendea, ili kuzuia hatima yako. Eliabu akamwambia ndugu yake kwamba wewe, naona una kiburi, unavijia hivi vita, unataka kuingia uwanja wa vita, naenda kachunge kondoo baba kule, kondoo umewaacha na nani? Daudi, Biblia inasema akamwambia bwana kaka yake kwamba ile neno lilikuwa ni gumu sana kwake. Alafu akawaangalia watu wengine. Alafu ndipo akapata hatua kumwendea mfalme Sauli. Lakini pia angalia alivyomjibu hata mfalme Sauli. Mfalme Sauli alipokuwa anajaribu kumwambia, wewe ni kijana mdogo na unaendea vita hivi, una uzoefu navyo. Huyu amepigana vita kwa muda mrefu, yani huyu Goliati. Daudi akamwambia, mimi mtumishi wako nimepigana vita vingine. Kwa tafuta majibu sahihi ambayo yatampa mtu neno ambalo litashindwa kukuzuia kupiga hatua. Lakini alipokuwa anamwambia tu hata kutumia vile vifaa vya vita, akamwambia bwana, chukua vifaa hivi ukajaribu kupigia kutumia kwenye vita. Daudi akasema, mimi mtumishi wako sijawahi kuvijaribu hivyo vitu. Ukijaribu uzoefu wa mtu mwingine kwenye jambo ambalo wewe mwenyewe unaliendea kwenye imani, wakati mwingine litakukwamisha. Wakati mwingine hata kama utaenda utashinda, yule aliyekupa huo uzoefu atasimama mahali, ataanza kusema, bila mimi huyu asingefika hapa. Kumbuke Daudi, na utaweza kutenda kwa imani. Mungu anatumia vitu vidogo kwa ajili ya kufanya mambo makubwa. Yale mawe matano ambayo Daudi aliokota katika mto, sio mawe yote yalitumika. Mungu hawezi kukuzuia kujiandaa wewe mwenyewe kwa nafsi yako,
Lakini kama lile jambo anataka kufanya yeye mwenyewe, maana yake atatumia kitu ambacho kwako unadhani ni kidhaifu ili kuwafedhesha wale ambao walikuwa wanadhani kwamba wao wana nguvu au wana uzoefu au pengine wanadhani kwamba wao ni mwisho wa maisha yako. Mungu anaweza kuachilia tatizo la muda wa miaka mingi sana ili litumike kukuinua siku moja tu, dakika moja tu, sekunde moja tu. Mahali pale ulipo utashangaa mambo makubwa ambayo Mungu ataenda kukutendea. Angalia namna ambavyo unaendea mambo makubwa. Unaweza ukatumia nafasi ndogo sana. Ana alisema kwamba Mungu anamuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha barazani kwa wakuu. Mungu anapoamua kukuinua, kuna mazingira magumu utapitia. Mapito hayo magumu unayopitia ni thawabu, ni neema ambayo Mungu anaitumia kukuinua katika fadhili zake na neema yake. Mungu awe pamoja na wewe, na uangalie kabisa kwamba kile ambacho kwako unadhani umeishiwa, kwa Mungu kiko tele, amekijaza, atakiongeza. Unapopita kwenye changamoto za kiuchumi, unapopita kwenye changamoto za mahusiano, unapopita kwenye changamoto zozote za kimaisha, hebu tazama kwamba Mungu yupo na Mungu ataweza kunisaidia, ataweza kunivusha, na anatumia vitu vidogo kuweza kutengeneza mambo makubwa. Anatumia jiwe moja kuweza kuangusha Goliath ambaye anaweza kuonekana kwamba ni mtu shujaa, mtu mwenye nguvu kwa muda mrefu kwenye maisha ya kwako. Sijui Goliath gani ambayo unapitia. Iwe ni afya, pengine inayumba, magonjwa ya muda mrefu na umetangaza kabisa kwamba ugonjwa huu pengine utanipeleka kaburini, au iwe ni tatizo lolote la kimaisha, tatizo la kiuchumi, tatizo kwenye ndoa, tatizo kwenye biashara, tatizo kazini. Hebu ona kabisa kwamba maombi yangu ninayofanya, hata kama ni madogo kiasi gani, Mungu ameyasikia. Hali yangu ninayopitia Mungu anaijua, na Mungu anatumia mambo madogo kwenda kutenda mambo makubwa. Hali yako ya leo unaoiona ndogo, wale watoto unaona wadogo, familia unaiona ndogo, kuna mahali Mungu anawapeleka na ataenda kuwainua katika jina la Yesu. Ninakuombea amani ya Bwana. Jiwe lako hilo moja utaangusha mambo mengi sana kwa jina la Yesu. Haijalishi wengine wamekusanya mengi ya kutosha, Daudi alichukua 5 lakini alitumia moja tu. Na Goliath alipokuwa anaendewa na Daudi, alianza kutamba, akaleta tambo zake. Ndivyo ilivyo hata katika matatizo. Ndivyo ilivyo katika magonjwa, ilivyo katika dhiki. Magonjwa yanaweza kujiinua, yakakwambia ugonjwa pengine ni kansa, ugonjwa huu pengine ni HIV, ugonjwa huu pengine ni pressure na kitu chochote kile ambacho kwa umewahi kukisikia na madaktari wamekutamkia, lakini hicho sio kikubwa kwa Mungu. Mungu ni mkuu kuliko matatizo tunayopitia. Mungu ni mkuu kuliko shida au changamoto au maumivu tunayopitia. Mungu akuponye kama ni dhaifu huko kitandani. Mungu akuinue na kukupa kibali mahali pole pale ulipo. Pengine kuna mambo unaona yamechelewa. Jambo lililochelewa kwa Waisraeli ni kumwangusha Goliath. Lakini siku moja tu Mungu akamtumia Daudi aliye mnyonge, aliye kijana mdogo, aliye mtu ambaye alitajwa kama sio mzoefu wa vita, kumwangusha mtu ambaye alijiona kuwa ni mkuu na akamua mbele yao. Mungu atakutukuza katikati ya wakuu, katikati ya watu ambao walikudhalau, katikati ya watu ambao walisema utafika mbali. Mungu atakuinua katika jina la Yesu. Ninakuombea leo amani ya Bwana iwe pamoja na wewe. Mungu akulinde wewe na uzao wako. Mungu akupiganie, iwe ni kazini akupiganie, kwenye afya akupiganie, kwenye biashara akupiganie, na matendo yake ya huruma yaonekane kwako katika jina la Yesu. Baba mtakatifu, Mungu tunakushukuru. Tunapokuja kwako siku ya leo Bwana, tunaomba ukaibariki siku hii, ukatulinde dhidi ya mabaya yote na nguvu zote ambazo zinashindana nasi katika ulimwengu usioonekana ambao tunaona kama ni Goliath. Mungu wewe unajua, unaweza kuziangusha kabisa. Ninamwombea mama huyu, ninamwombea baba huyu, ninamwombea kijana huyu na binti huyu ambaye Bwana pengine yuko kwenye changamoto mbalimbali za kimaisha. Ninamwombea mkono wako Bwana uwe pamoja naye. Mlinde, mtunze, mpe amani yako na baraka zako. Faraja yako ya daima inatosha kabisa kuweza kutuliza gharika kwenye moyo wake. Inawezekana kuna Goliath kwenye maisha yake. Iwe ni ugonjwa, iwe ni dhiki, iwe ni tabu, iwe ni madeni, iwe ni hali yoyote ambayo Bwana inamkatisha tamaa. Iwe ni familia pengine inasababisha maumivu kwenye moyo wake. Mungu ukampe faraja na amani siku ya leo. Uweza wako Mungu wa mbinguni uwe pamoja naye, ukamfunike kwa damu ya Yesu Kristo na kumtegemeza, ukamlinde dhidi ya mabaya yote aingiapo na tokapo, na ukambariki kutoka Sayuni ili akaone heri katika nchi ya watu walio hai. Asante Bwana kwa kuwa umesikia na utaenda kutenda. Ni katika Kristo Bwana wetu tumeomba. Amen. Tumishi wa Mungu, usiogope. Hayo madogo kwako Mungu anaona ni makuu sana. Hicho ambako kwako na kidharau, Mungu atakitumia hicho kwenda kukuinua na kwenda kukutegemeza mahali ambapo ukutarajia kufika. Mungu awe pamoja na wewe, akulinde, akutunze. Amen.